Hii ni sehemu ya 10 ya kujibu zile zinazoitwa au zinazodaiwa kwamba ni hitilafu kwenye Biblia, ambazo kwenye channel mojawapo ya kwenye TikTok inayofahamika kama Fan, ndugu yetu yule anaendesha hii channel anadai kwamba Biblia ina hitilafu nyingi, na kwa mujibu wake ni kwamba hataki kuamini kwamba Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu au linaonesha maneno ya Mungu, kwa sababu anachosema yeye kwamba kuna hitilafu. Sasa kimsingi, kama nilivyokuwa nimezungumza kutoka katika ile awamu ya kwanza mpaka ya 9, nimezijibu hitilafu zake nyingi sana. Safari hii nakwenda kujibu yale yanayodai kwamba ni hitilafu katika ile sehemu yake ya 10. Kwa hiyo katika sehemu ya 10, Fani yeye ametoa maandiko kadhaa, yote yanatoka katika injili zile zote nne, yani injili ya Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana. Na kutoka katika Mathayo ametoa andiko kutoka kwenye sura ya 26 mstari wa 17 mpaka wa 20 pamoja mstari wa 47 na mpaka wa mstari wa 56. Katika injili ya Marko ameizungumzia sura ya 14 mstari wa 12 mpaka wa 17 pamoja na mstari wa 43 mpaka 52. Katika injili ya Luka ameizungumzia sura ya 22 mstari wa 7 mpaka 15 na mstari wa 47 mpaka 53. Katika injili hizi tatu, kwa mujibu ya maandiko hapa, tunaona kwamba Bwana Yesu pamoja na wanafunzi wake wanakwenda wanakula chakula cha pamoja cha usiku wa Pasaka, na ndipo baadaye anakuja anakamatwa katika ile bustani ya Getsemani, ambako Yuda Iskariote na kundi la askari waliotoka kwa wale wa viongozi wa Kiyahudi wanamkamata. Lakini tunapokwenda katika injili ya Yohana, Fan anatoa sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka 11 na mstari wa 28 na pia sura ya 19 mstari wa 14. Kwa mujibu wa muktadha wa Yohana, inaonekana kwamba Bwana Yesu anakamatwa kabla ya ile kula ile Pasaka. Sasa Fan anauliza, kukamatwa kwa Yesu ilikuwa kabla ya kuliwa Pasaka au baada? Sasa kama nilivyowaambia kule mwanzo, ni kwamba mojawapo unaoliona katika huu anaoita hitilafu ndugu yetu Fani, kwa sababu kwanza haelewi sherehe hizi za Pasaka. Na kabla ya kuanza kujibu haya, naomba kwanza tutakwenda kusoma kutoka katika kitabu cha Kutoka katika Agano la Kale. Hii kwa ndugu zangu Waislamu niwaambie tu, kitabu cha Kutoka ni sehemu ya vitabu vitano ambavyo Wayahudi wanaviita Torati au Tora, kwamba tunaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Halafu tutasoma pia katika sura hiyo ya 12 kutoka mstari wa 15 mpaka wa 20. Ni neno ndefu kidogo, lakini tutalisoma halafu ndio tutakwenda kujibu kwa ufasaha, kwa kuonyesha dhahiri kwamba hapana hitilafu. Tunakwenda kusoma kitabu cha Kutoka. Tutaanzia kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Nasoma. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Kwa ufupi tu ni kwamba Mungu anatoa maelekezo kwamba hawa Waisraeli katika siku ya 10 watachagua mwanakondoo, na mwanakondoo huyu atoke aidha katika kundi la kondoo au mbuzi. Na huyu mwanakondoo itakapofika siku ya 14 ya huu mwezi huu ambao ameutambulisha kwamba utakuwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka wao, basi katika hiyo siku ya 14 watamchinja ile siku ya 14 jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu. Kwamba huyu mwanakondoo ataokwa na watamla na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye chungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi,
bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Hapa tunachokiona ni kwamba Mungu anawaelekeza kwamba hii siku ya 14 jioni watamchinja huyu mwanakondoo ambaye aidha atatoka katika kundi la kondoo au mbuzi, na ametoa maelekezo namna ya kumwandaa, kwamba aliwe pamoja na mkate usiotiwa chachu na mboga chungu, na kwamba aliwe amalizwe, vikibaki basi vitiwe moto, na kwamba wapake damu katika miimo ya milango yao na katika kizingiti, na kwamba ile itakuwa ishara kwamba atakapopita usiku ule kuua wale wazaliwa wa kwanza katika taifa la Misri, basi yule malaika atakayepita atainusuru ile nyumba, kwamba hiyo nyumba haitapigwa na ile adhabu ambayo ingewapata wale wa Misri. Sasa tunaendelea katika mstari ule wa 15. Kwa hiyo kabla kwanza mstari wa 15 mpaka wa 20, tutambue kwamba hii siku ya 14 ya huu mwezi ambao wana wa Israeli wanauita mwezi ambao wanaupa jina Nisan, siku ya 14. Kwa hii ni mojawapo ya Pasaka. Tunakwenda katika sehemu ya pili ya hii sura ya 12 safari, na kusomea kutoka mstari wa 15 mpaka wa 20. Unasema hivi: mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, kwamba kuanzia sasa tarehe 15 hapo watakula kwa muda wa siku 7 mikate isiyotiwa chachu. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwamba mbali ya kwamba watakula mikate isiyotiwa chachu, lakini pia ndani ya nyumba zao chachu zote ziondolewe, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Kwamba katika zile siku 7 kuanzia ile siku ya 15 mpaka 21, ile siku ya kwanza katika zile siku 7 kutakuwa na kusanyiko takatifu na siku ya 7. Hili ni la msingi kwa sababu ndio litakuja kujenga msingi wa mojawapo ya maeneo ambayo tutajenga msingi wa jibu langu lipo hapa. Inaendelea: haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi 14, wakati wa jioni mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi 21 jioni. Anamaanisha kwamba kutoka ile siku ya 14 ile ambao wanachinja yule mwanakondoo, kuanzia jioni watakula mikate isiyochachwa mpaka kwenye ile siku ya mwezi ya siku ya 21. Yani kuanzia kutoka tarehe 14 mpaka tarehe 21, sheria ilikuwa ni kwamba hawatakiwi kula mikate iliyochachwa. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa. Ile siku ya 14 hakuna katazo kuwepo na chachu, lakini kuanzia siku ya 15 mpaka siku ya 21 ndani ya nyumba ya Israeli pasiwemo chachu kabisa, ndio maana yake. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo atakataliwa mbali na mkutano wa Israeli, akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi. Msile kitu chochote kilichochachwa, mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Na kimsingi tunachokiona hapa ni kwamba kuna hizi siku mbili ambazo kuna aina mbili za sherehe. Kuna ile siku ya 14 ambayo Bwana Mungu anaita Pasaka, ambayo analiwa mwanakondoo na mikate isiyochachwa na mboga chungu. Halafu siku 7 nyingine zinazofuata, yani kuanzia tarehe 15 ya ule mwezi Nisan mpaka tarehe 21, ni kwamba watakula katika siku zote 7 watatakiwa kula mikate isiyokuwa na chachu, na pia ndani ya nyumba yao
watoe chachu kabisa. Ndani ya nyumba zao hapatakiwi kabisa kuwa na chachu. Vinginevyo watu hawa watahesabika kwamba watakuwa ni manajis na watakatiliwa mbali kutoka taifa la Israeli. Lakini katika hizo siku 7 Mungu anasema siku ya kwanza kuwe kuna siku kusanyiko kuu, na pia na siku ya 7 katika zile siku 7. Sasa kwa Waisraeli wao hizi siku waliziita hivi. Ile siku ya 14 yani Nisan inafahamika rasmi kama Peshach, yani Pasaka. Zile siku 7 zinazofuata zinafahamika kama Hamatzot kwa msingi. Lakini kama nilivyokuambia, ile siku ya kwanza katika zile siku 7 za mikate isiyochachwa, ile siku ile kusanyiko linafahamika kama Chagiga, ambalo wale wana wa Israeli wanakusanyika katika eneo lao la hekalu, wanakuwa na sherehe, wanatoa kitu wanaita sadaka ya amani, kwamba wanatoa aina fulani ya dhabihu ya kuchinja mnyama kama sadaka ya shukrani, na kwa pamoja kama taifa wanakuwa na sherehe, wanakula. Na kwa hiyo siku zote hizi 8 kwa desturi katika karne ya kwanza, wakati hawa wa Injili wanaandika, siku zote 8 zilikuwa zinatambulika kama Pasaka. Zilikuwa ni sherehe kubwa ambayo pia ilikuwa Waisraeli wote wanakusanyika, wanarudi kule Yerusalemu. Sasa tukaangalia jambo moja la msingi, kwamba kwa mujibu wa Mathayo, Marko na Luka, hawa wainjili watatu wanaandika wakizungumzia Pasaka ambayo ilikuwa inaliwa ndani ya nyumba moja moja, ambao ndipo Bwana Yesu alikuwa amekusanyika na wanafunzi wake wakaila Pasaka. Na ndio Bwana Yesu ukisoma katika hizi Mathayo 26, Marko 14 na Luka 22, anatoa maelekezo, nendeni sehemu fulani, mtakuta mtu, mumfuate, mtakiona chumba kimeandaliwa kwa ajili ya kula Pasaka. Wanachomaanisha hawa wainjili watatu, wanaizungumzia Pasaka ile ya siku 14 ya Nisan. Yohana anapoandika injili yake haizungumzii Pasaka ile ya siku 14, anazungumzia Pasaka zile sherehe zinazofuata za mikate isiyotiwa chachu, kuanzia tarehe ile siku ya 15 mpaka siku ya 11. Na anapozungumzia katika ile injili katika sura ya 18, anazungumzia kwamba wakati Bwana Yesu amekamatwa akapelekwa kwenye Pretoria. Pretoria ilikuwa ni makazi maalum ya yule Ponsio Pilato. Na ukumbuke kwamba katika imani za Wayahudi ilikuwa ni najis kwa Wayahudi kuingia katika nyumba za watu ambao si Wayahudi, wanaitwa watu wa mataifa. Ndio maana Bwana Yesu alipoingizwa kwenye Pretoria ya Pilato, wale viongozi wa Kiyahudi hawakuingia ili wasinajisike, kwa sababu siku ya pili yake asubuhi kulikuwa kuna lile kusanyiko ambalo kama nilivyokuambia linaitwa Chagiga, ambako kunafanyika sadaka za amani, na pia wanakula kwa pamoja, kwamba Waisraeli walikuwa hawaruhusiwi kwenda katika maeneo ya lile hekalu, kwa sababu wakati huu wa karne ya kwanza, wakati Bwana Yesu anakamatwa na anasulubiwa, hekalu lilikuwepo, hekalu la pili lilikuwepo, bado liko pale Yerusalemu. Kwa hiyo ilikuwa ni najisi kwao kuingia katika kusanyiko lolote kama huyu mtu amenajisika, ilikuwa hairuhusiwi, ilikuwa ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo ndicho ambacho Yohana anakizungumzia hapa. Kwa hiyo kimsingi tu ni kwamba, najaribu kusema hapa ni kwamba hawa wainjili watatu, yani Mathayo, Marko na Luka, wanaizungumzia Pasaka tofauti ambao Bwana Yesu alikula na wanafunzi wake. Yohana anapoandika kuhusu Pasaka anaizungumzia Pasaka ile sherehe katika zile siku 7 za mikate isiyotiwa chachu, hususan ule kusanyiko la Chagiga ambao unafanyika siku ya kwanza katika zile siku 7 za mikate isiyotiwa chachu, ambayo ile sherehe kwa ikifanyika kwenye maeneo ya ile hekalu takatifu. Na kimsingi kabisa huu ndio ukweli wa hizi injili na muktadha wa hizi injili zote 4. 3 zinazungumzia kitu tofauti, Yohana anazungumzia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ndugu yangu fan, hili ulitambue kwamba ndio anachomaanisha Yohana. Hapingani na zile injili nyingine 3, na wala zile injili nyingine 3 hazipingani na Yohana. Kimsingi sasa nikwambie jambo moja tu kwa faida yako. Kwetu sisi wa Kristo, tunaposoma maandiko toka karne ya kwanza, toka kufa kwa Bwana Yesu anakuja kutimiliza yale ambayo tayari yalikuwa yameshaandikwa katika manabii na katika Torati hizi, kwamba kwa mfano lile tukio lililowafanya hawa wa Israeli kutoka katika, kama nilivyokusomea katika Kutoka sura ya 12, ni kwamba Mungu
anawaambia wapake damu, ishara ya wao wasiingie katika pigo ambalo lilikuwa limekusudiwa kwa ajili ya Wamisri, kwamba kwa kula yule mwanakondoo na kupaka ile damu ndiko kuna wanusuru, ambako siku ya pili wanakuja kutoka. Sasa wanaruhusiwa kuondoka katika taifa la Misri kutoka katika utumwani. Na Bwana Yesu alipokuja duniani, wakati anakwenda kubatizwa, Yohana Mbatizaji alimtambulisha Bwana Yesu kama ni mwanakondoo, na anamuita kwa uwazi kabisa, mwanakondoo wa Mungu aondoae dhambi za ulimwengu. Wakati yule mwanakondoo ambaye Waisraeli wanamchinja ile siku ya kwanza wakiwa kule Misri, anawaweka huru kutoka kwa utumwa wa Misri, huyu Bwana Yesu anakuja kutimiliza unabii mkubwa zaidi, kwamba anakuja kutuweka huru katika utumwa wa dhambi ambao wazee wetu wale Adamu na Hawa walituingiza katika ile kosa lao pale bustani ya Eden. Kwa hiyo kuna ishara nyingi. Ukiangalia kwa mfano, mambo yote haya yanaanzia katika bustani ya Eden. Bwana Yesu anakamatwa, yote haya yanaanzia katika bustani ya Getsemani. Bwana Yesu anakamatwa akiwa katika bustani ya Getsemani. Ukumbuke dhambi iliingia katika bustani ya Eden, na katika masharti mojawapo ambao hawa wana Waisraeli wanaambiwa wapake damu ya yule mwanakondoo katika milango yao ili waepuke lile pigo. Na sisi tunaambiwa wazi wazi kwamba ili tuweze kupata wokovu huu kupitia kifo na ufufuko wa Bwana Yesu, ni sharti kwanza tuamini katika mioyo yetu na pia tukiri kwa mdomo wetu, ili tuhesabike katika utimilifu huu na tuhesabike haki, kwamba mwisho na sisi tuweze kupata wokovu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kukataa kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi kuna kuweka katika hatia, kama vile ambavyo Mungu anawaambia wakipaka damu watanusurika, wasipopaka wangeingia katika pigo. Nasi pia leo hii ndio wito ambao Bwana Yesu bado ameuweka wazi, kwamba mkimkubali, nanyi Waislamu pia, hata wewe ndugu yangu fan, unapomkubali Bwana Yesu ukaamini katika moyo wako na kukiri katika mdomo wako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu aliyekufa msalabani kutuletea wokovu, basi nawe pia unapata nusura hii, ambako baadaye mwisho unapata kuirithi mbingu. Na Bwana Yesu anasema wazi wazi katika Injili, anatuambia kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na anasema kwamba amekuja kutekeleza yale mapenzi ya Baba yake, na mapenzi ni haya, kwamba kila mtu ambaye atamwamini apate uzima wa milele. Kama vile ambavyo taifa la Israeli lilinusurika kwa yule mwanakondoo aliyomchinja, nasi pia Bwana Yesu ni mwanakondoo ambaye alituletea uzima, ambaye kwa kumwamini kwake tunapata uzima wa milele. Naamini umeweza kuelewa ndugu yangu Mkristo, lakini zaidi ndugu zangu Waislamu mnaangalia channel hii, muelewe kwamba katika masomo haya yanayotoka katika hizi Injili nne hakuna hitilafu. Kama nilivyosema, Mathayo, Marko na Luka wanazungumzia Pasaka ile ya siku ya 14 ya mwezi wa Nisan, wakati Yohana anaizungumzia kusanyiko la Pasaka ambalo linafanyika siku ya kwanza katika zile siku 7 za sherehe ya mikate isiyotiwa chachu, au wanaita kusanyiko lile la kutoa sadaka maalum ya amani, siku ile ambao wanaitambua katika mojawapo siku wanaita Chagiga, kusanyiko lile ambalo lilikuwa siku ya kwanza na siku ya 7 siku 7 zile za mikate isiyotiwa chachu. Naamini umepata kuelewa, na nikuombe ndugu yangu Muislamu ambao unaangalia video hii, hata Wakristo pia, soma haya maandiko. Ndugu yangu fan, nawe pia usibebe tu hii mistari ukadhani kwamba unaenda kueleza kwamba Biblia ina hitilafu. Tatizo hapa lililopo, sisemi hivi kama kukudhalilisha, lakini nikwambie tu, wewe unaona hitilafu kwa sababu ya kutokuelewa maandiko. Unapokwenda katika Injili, utambue mambo mengi tayari yanakuwa yanaanzia kule nyuma. Ndio maana kabla ya kukufahamisha kuhusu hii Pasaka, ilibidi nirudi kwanza katika kitabu cha sehemu moja hapa mkusanyo ile Tora, yani kitabu cha Kutoka, ili uweze kuelewa kwanza Pasaka ni nini, nini maana yake, nini ishara zake. Bwana Yesu anakuja kutimiza, ndio anakuwa Pasaka yetu mpya inayotuletea wokovu. Asante sana, Mungu akubariki.